Ni adha ya muda mrefu wanakumbana nayo wakazi wa kijiji hiki cha Mpembano, wakilazimika kutembea hadi kijiji jirani kupata huduma za afya kutokana na kijiji hicho kukosa zahanati. Katikati ya adha hiyo, halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga inatoa kiasi cha shilingi milioni 60 kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa zahanati kijiji hicho kwa kushirikiana na nguvu za wananchi, lakini tuhuma zinaangukia baadhi ya viongozi wa kijiji hicho waliojichotea sehemu ya saruji pasipo kujali umuhimu wa mradi huo. Kugoma kwenda songa mbele. Baada ya tukio la wizi wa simenti, ndipo ilipokuwa imekuja mtendaji kaonekana sasa kama watu wameiba simenti na wamekamatwa na ni viongozi, basi kwa sababu wamekuwa hivi watu wakasema sisi kwenye songa mbele hatutahusika, basi wao ndio wahusike. Basi kaja mkutano uliitwa hapa na mtendaji wa kata alikuja akapeleka polisi, akasema mtendaji akasema basi tutarudi kwa wananchi. Wakaja hapa wakakaa tukazungumza, ikaonekana hasa kwa sababu kumbe limekuwa hivi. Ikaonekana wale waliokuwa wamehusika na tatizo lile walipewa adhabu. Adhabu yenyewe ilikuweje? Akasema basi kwa sababu walihusika wapewe kila mmoja anue tofali 2,200. Sasa walionekana watu wawili. Lakini katika kuulizana na mwenyekiti wa ujenzi wa kamati ya ujenzi, majibu yake hayakuwa yanatoka yakaniridhisha, yalikuwa ni ya kumunya. Na kamati ya ujenzi ndio ikaendelea kuhusika kwenda kujenga pale. Kazi ya kamati ya ujenzi ni kwenda kusimamia na kufuatilia vifaa vimefika site. Tarehe 22 mwezi wa 11 ndipo kulitokea mtafaruku wa kwenda kuibiwa pale. Lakini lile swala la kuibiwa, watu tulikamatana, tulifikishana polisi, tukashauriana. Kwa swala lile hata kama leo tunalirudia, inaonekana wananchi wako mheshimiwa diwani ni kwamba hawasamehe. Wanasamehe kwa kuguna, lakini hawasamehe kwa moyo. Ndani ya mkutano huu walisamehe, lile swala lote liliisha na tulienda polisi, tulienda tukachukua zile simenti, ziliendelea na kazi. Baada ya kutokea tukio hili, ikaonekana watu wote walirudi nyuma kwamba sisi hatuwezi kuendelea kwenda kufanya kazi pale, tutafungwa. Yasemwa hasira ni hasara. Ndipo diwani wa kata hiyo Julius Boimanda anawasihi wananchi wao kurudisha mioyo yao na kurejea kazini kwa kutoa ushirikiano wa ujenzi wa mradi huo. Tuendeni tufanye maendeleo, na maendeleo yanahitaji ushirikiano. Binafsi kama mimi siwezi, lazima tufanye pamoja nanyi. Pia msikae siku zote mkawa mnatunza hasira. Mwenyekiti wetu huyu mmemchagua ninyi wenyewe kwa kumwamini. Anaweza kukutana na wajanja kuliko yeye, wakampumbaza, wakamharibu mwelekeo. Elimu ya utawala bora ni msingi kwa viongozi wa kijiji hichi ambao wanahitaji kuelekezwa namna ya kuwatumikia wananchi wao na kuachana na tamaa ambazo wananchi wao wanawatumu dhidi yao. Sami Kisika, FM, kutoka Dar es Salaam.